tukasema wananchi wengi wanalalamika, lakini pia kisheria kuna circumstantial evidence kwamba je, vyama vya upinzani ukiwa mpinzani ni kosa? Kwa sababu wameona mashambulizi ya baadhi ya watu labda pengine wasio waaminifu wa jeshi la polisi wakishambulia sana vyama vya upinzani. Viongozi baadhi ya vyama vya upinzani wamekuwa wakipata masaibu. Nikasema mara ya mwisho hapa Chadema tu kwa kesi zilizoripotiwa za viongozi na wanachama ni zaidi ya 301. Nikasema katika sheria hii ya mwenendo wa makosa ya jinai inatoa haki na imeeleza makosa ambayo yanaweza kupewa dhamana na ambayo mtu hawezi kupewa dhamana. Hii sheria katika hizo haki, viongozi wa vyama na wananchi wanapokamatwa, hasa wa vyama vya upinzani, wamekuwa wanapata dhamana kwa shida, na hata ikitoka wanapewa kwa mamlaka na masharti magumu, kwa mfano milioni 20, milioni 10. Lakini jingine tukazungumza tukasema polisi pia iwaeleze wananchi kwa kuwatoa shaka kuhusiana na hilo. Je, ni kweli ama sio kweli? Jambo jingine ambalo jeshi la polisi lingeeleza hapa, je, kwa kama mpinzani ni kosa au sio kosa kisheria, basi kumbe sheria ifuatwe. Lakini pia kama kuna wapinzani ambao wanaonekana kwamba wanafanya kazi yao ya kukosoa pengine serikali na kushauri, wachukuliwe tu katika hiyo dhana ya kuelekeza na kukosoa na kushauri, sio kama maadui. Ndio dhana iliyosemwa na mlisikia kwenye vyombo mbalimbali na viongozi mbalimbali wamekuwa wakisema upinzani sio uadui. Lakini jambo jingine ambalo tulitaka pia lipate maelezo ni kwamba kumekuwa na utendaji huo mbaya wakati mwingine wa baadhi ya viongozi. Hatusemi jeshi la polisi lote, kwa sababu hii ni chombo tukufu sana, na kama nchi inafikia sehemu jeshi la polisi linaanza kutuhumiwa kwa mambo kama haya, ni mambo mabaya, na kama nchi lazima sasa tutoke sisi, kwa sababu tunataka heshima ya jeshi letu la polisi, na tunataka hiki chombo kiaminike na watu wote, kwa sababu ni chombo cha upelelezi, kwanza kugundua makosa, kuzuia makosa na kupeleleza watuhumiwa na kuwafikisha mahakamani ili wakutane na mkono wa sheria. Sasa hiki chombo kama kinatuhuma kama hizi, kwa nini sisi tunyamaze kama wanasiasa? Kwa nini tukae kimya? Tukasema kinapaswa sasa kutuambia hii habari ya wakuu wa polisi, kwa mfano baadhi ya ma-OCD na wa ma-RPC kukamata wapinzani au kukamata viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na kuwapa kesi ambazo mwisho wa siku hata mahakamani zinaenda kuachiwa kwa sababu zinaonekana hazina mashiko ya kisheria. Hili tendo linalofanyika na kuonyesha kwamba wapinzani wanagandamizwa na serikali, hawaoni kama wanachafua taswira ya serikali ya awamu ya 5, hawaoni kama wanachafua taswira ya rais, na tukasema kwamba kama sivyo hawa watendaji wanafanya hivyo na wachukuliwa hatua. Wamekuwa ukiwabana wenyewe wanasema ni agizo kutoka juu. Kwa maana hiyo ma-OCD baadhi wakivunja sheria wanasingizia rais amewatuma, wanasema ni agizo kutoka juu. Tukasema jeshi la polisi ndio liseme kama kweli rais anawatuma kuvunja sheria. Tulisema hapa na iko kwenye andiko hili. Sasa kitendo cha jeshi la polisi la kuto kujibu haya, tulienda mbali zaidi tukasema kwa nini wasio na hatia wanakamatwa na walio na hatia wanaachiwa huru? Tukatoa hadi mifano. Kuna watu wamejitangaza kurudisha pesa za escrow. Nikasema kifungu cha 311 cha sheria ya makosa ya kanuni za adhabu ambao ni Penal Code Cap 16 Revised Edition 2002 inaeleza kwamba mtu akikutwa na pesa zilizopatikana kwa njia ya udanganyifu ama kwa wizi ama kwa namna nyingine yoyote isiyokuwa halali kisheria, hata kama atazirudisha, huyo ni mtuhumiwa kama watu wengine tu, alipaswa afikishwe mahakamani. Tukasema Ngereja achukuliwe hatua, kwa sababu tulisema tunaonyesha sasa watuhumiwa. Lakini tukasema hapo katika kumchukulia hatua huyu amekiri akiwa kwenye kundi la waovu wengine ambao ni watuhumiwa pia, mahakama ndio ina wajibu wa kusema hawana hatia. Katika kesi ya escrow tukasema kuna watu kuna bilioni 307 iliyopotea. Ngereja amerudisha milioni 40. Kumbe zikiweza kurudishwa na hao ambao sasa wameshajua kwamba hela hiyo ilikuwa ya serikali, tutapata pesa ya kulipia madeni yetu ya nje. Tutapata pesa ya kulipa mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Tutapata pesa za kujengea mabarabara. Tutapata pesa za kufanyia shughuli nyingine, pikiwa ni pamoja na kukopesha wajasiriamali na vijana wengi wasio na ajira. Mmeona juzi tu tatizo la ajira lilivyo kubwa. Zimetoka kazi za TRA. Wameomba watu 56,000, kazi ni 400 tu.
na waliofanyiwa screening ni watu 300. Katika hao watu waliofanyiwa screening, watu hao 30,000 wanatakiwa watu 400. Kwa maana hapo kwenye taaluma ya mambo ya habari hatujazungumzia, kwa sababu ile ilikuwa ni taaluma specific kwa watu wa TRA. Hatujazungumzia madaktari, hatujazungumzia walimu, hatujazungumzia taaluma nyingine tofauti na zile zinazofanana na TRA. Kwa hiyo matatizo kama haya maana yake sasa ndio yataenda kuwa addressed kama kuna utaratibu huu. Lakini mwisho tukasema tena kwamba hatua stahiki zichukuliwe, na kama hazitachukuliwa, sheria katika kifungu cha 16 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinatoa haki ya raia wa kawaida, mimi na wewe, kwenda kumuaresti mtuhumiwa yoyote wa kosa lolote lililofanyika kinyume na sheria za Tanzania. Kifungu cha 16 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasema kuhusiana na arrest by a private person, kwamba jeshi la polisi liseme pia kama lina mpango wa kuwakamata hawa au hapana, na kama hapana basi tulisaidie, labda pengine ni kwa sababu ya vitendea kazi vichache na nini. Sisi tuko nchi nzima, tuwasaidie kuwafikisha watuhumiwa hawa mbele ya sheria kwa mujibu wa sheria hiyo, kifungu cha 16 kinachotupa huo wajibu na mamlaka ya watu wenye makosa wakamatwe. Wakina Lugumi hawa ambao walichukua bilioni 38, hatua zichukuliwe. Ukiacha hizo ukwepaji kodi ambazo serikali tunaipongeza kwamba imedai walau pesa yake ya ukwepaji kodi na mpaka majengo yake yalitaka kuuzwa. Vipi hili kuhusiana na mkataba tata wa jeshi la polisi na mkataba wa Lugumi? Kwa tukasema jeshi letu sasa, badala ya kupata hizo tuhuma na tunazisikia pembeni, sisi tuzi officialize na kuziweka katika maandishi na kumpelekea IGP. Dispatch iko hapo inasema ofisi hiyo ya IGP ilipata barua na mtaangalia hata signing ilipokelewa. Dispatch kwa DCI ilipokelewa. Sasa barua hii ya peji 2-3, badala ya kujibu barua, na ndio utaratibu wa serikali na ndio utii wa sheria bila shuruti, na ndio utaratibu wa kufuata sheria, haikujibiwa. Badala yake ilijibiwa kwa kupigiwa simu. Lakini pia pale tulipokuwa tukifanya ufuatiliaji katika jeshi la polisi katika hatua tofauti kuhusiana na majibu haya, ili tusije tukachukua hatua wakati kumbe jeshi limejibu, pengine amekosekana mtu kama talishi wa kutuletea ofisini. Kama kuna majibu basi tuangalie majibu yale, na kisheria unaweza ukayapima ukaona kwamba okay, hii ni sawa sawa, hii ni nini, na kwamba ni nafasi na fursa pia jeshi la polisi kujisafisha, kuondoa hizi tuhuma na hizi sintofahamu, kwa sababu mwisho wa siku wananchi watanyima fursa ya kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa maana ya taarifa. Vyama vya upinzani vitaona kwamba jeshi la polisi sio msaada kwao, vitakaa pembeni. Waandishi wa habari vivyo hivyo, kwa sababu masaibu pia alishawakuta labda na watu wengine. Sasa ilikuwa ni fursa ya kuweza kusema kama jeshi la polisi. Mengine yametokea juzi ya Ima. Lakini bado yanaendelea na uchunguzi. Sasa jeshi la polisi liseme kuna mambo ambayo tumezungumzia kuhusiana na Beni Sanane kupotea. Mpaka sasa hivi hatujui kama yuko hai au yuko hai au ameuawa. Na kwa sababu hajulikani aliko, sheria inasema ikipita miaka 5 kuna presumption of death. Manake tutasema huyu mtu hayupo na amekufa. Kuna wakili amewahi kupotea, hajulikani aliko popote. Kuna watu wamewahi kutekwa katika nyakati tofauti. Haya ni mambo ambayo tulitegemea busara za jeshi la polisi kwamba lingekuja na kusema sasa, kwanza sisi hatufanyi kazi pengine kwa maelekezo ya mtu na hizo amri kutoka juu, na polisi yote ambaye anafanya kinyume na sheria tunamwajibisha kama mtu mwingine tu yoyote ambaye ametumia madaraka yake vibaya. Tuitegemea labda pengine kauli kama hiyo, ingawa hatuwalazimishi wachague jibu liwe la namna gani. Sasa jana wakati tukiwa tunaendelea na utaratibu tuliosema, kwa sababu ilikuwa dakika ya mwisho, nilizungumza na afande Mambo Sasa. Kwa masikitiko makubwa alisema kwamba anawasiliana na IGP kwa sababu anafahamu pengine swala hilo limeshafanywa kazi, hivyo tusubiri afanye mawasiliano naye. Afande Mambo Sasa ambaye ni wakanda maalum ya Dar es Salaam ameletwa hivi sasa mgeni. Kwa tukategemea majibu kwamba mpaka muda huo tusubiri, to buy time, mpaka muda huo utakapofika tutaletewa majibu. Na lengo la majibu sisi sio lazima tuwalazimishe waseme ndio ama si kweli au si kweli. Waeleze tu haya, hizi tuhuma kwa nini iwe hivi, ili kujisafisha na jeshi letu liwe salama. Lengo ni nia njema ya kuiweka nchi katika hali ya ulinzi na usalama, na vyombo vyetu hivi tukufu na adhimu viheshimike sana. Sio kila mtu tu aweze kusema na kutuhumu.
Badala ya wakati huo tunasubiri sasa majibu yaje, tukaona magari ya jeshi la polisi, tunafikiri kwamba labda pengine wala sasa majibu yanaletwa kwanza ili tuweze kuambia Watanzania kwamba lazima tujenge imani ya nini, ya kuendelea kufanya kazi. Badala yake wakaja askari wakiwa na silaha na wameweka alama nyekundu, bendera nyekundu katika magari ya polisi, wakizunguka makao makuu ya chama, tukiwa ndani na vijana tukizungumzia juu ya swala hili kwamba majibu yalikuwaje, tunataka kuandamana na nini, kuanza kukamata hao watu tuliowasema na nini. Haikuwa tena ni swali, ilikuwa ni shari. Na kwa sababu njia iliyochaguliwa ni ya shari, tulishangazwa na kusikitishwa kwamba barua yenye peji 2 hivi, kipi rahisi kujibu barua au kutuma askari na magari ya polisi ambao utahitaji wawekee mafuta, au utahitaji uite viongozi, utahitaji uwape maelekezo, itahitaji ufanye 1 2 3. Hivi kipi ni gharama kubwa ambao secretary pengine angeweza tu kuambiwa hata kama ni mstari mmoja tu kwamba jeshi la polisi tunafanya kazi kwa weledi kwa mujibu wa sheria, full stop, ingetosha. Lakini badala yake wakatumwa askari na bendera nyekundu. Na bendera nyekundu mnafahamu maana yake pengine inaashiria nini? Siwezi kutoa tafsiri hapa. Labda pengine nao walikuwa na tafsiri yao wataisema. Sitaki kuhukumu. Na ikawa na hiyo patrol. Sasa kwa busara ya uongozi, na haijafanyika hapo tu, imefanyika hivyo Iringa. Makamu wangu aliitwa polisi na RCO. Akakalishwa kule mpaka kipindi chote cha muda huu ambao alipaswa kae na viongozi. Imefanyika hivyo Dodoma. Na barua zipo, baadhi ya MOCD wametoa sababu tofauti za kwamba tusifanye hicho tunachokusudia kukifanya kwa sababu watatumia nguvu. Sasa swala linakuja hapa. Utaratibu wa kisheria ambao tunapaswa kuufuata tumeufuata. Hilo la nguvu linatoka wapi? Ni kwa maslahi ya nani? Na ili iweje? Na je, haya tuliyoyasema ni kweli? Na ndio maana wameamua wasijibu? Ni maswali ambayo Watanzania, waandishi wa habari, tujiulize. Na hata mkikutana na viongozi kule muwaulize. Hatuna dhamira hata kidogo. Sisi Baraza la Vijana Chadema Taifa na hata Chadema na vyama vingine vya upinzani vinavyounda Ukawa, hatuna dhamira hata kidogo ya kuona amani ya nchi hii inapotea. Hatuna dhamira hata kidogo ya kuweza kufanya aina yoyote ya uasi. Tuna dhamira ya kusaidia vyombo vya ulinzi na usalama na serikali kuweza kufanya kazi vizuri zaidi na kuleta maendeleo kwa wananchi, umoja, mshikamano na amani. Ndio dhamira. Na ndio dhamira ya kuanzisha kwa vyama vya siasa. Sasa inapokuja ikatafsiriwa tofauti na hapo, then tunapata shida, na ndio maana tukasema tutumie njia za kiofisi basi kujibu. Lakini kumbe sasa hata njia za kiofisi hazifai. Sasa je, ni sahihi kila mtu ahukumu mazingira na matukio yanayotokea kwa mujibu wa akili yake? Je, ni sahihi wanasiasa ambao wanapata haya masaibu wakiamua kuona kwamba na wakaamua kwamba wakaona sisi tunaonewa na imechaguliwa kuwa hivyo ni uonevu? Je, ni sahihi wananchi wakisema kwamba wapinzani wanaonewa na kugandamizwa? Haya ndio mambo ambayo hatukuyapenda hata kidogo. Tukasema kwa sababu hiyo sisi ni sehemu pia ya wadau wa kuongoza nchi, wadau wa kuongoza serikali. Tuiombe na tulitake jeshi letu adhimu na tukufu la polisi, na bahati nzuri ya IGP ni mwingine mpya, amebadilishwa, ili kuboresha utendaji zaidi. Basi angeweza kutupa majibu. Na kwa sababu zimeelekezwa barua hii kwenye ofisi 2, kama sio IGP kwa sababu ya wingi wa majukumu, basi DCI kwa maana mkurugenzi wa makosa ya jinai angeweza kutoa majibu. Badala yake tena inapigwa simu, tunaambiwa tunahitajika kituo cha polisi tukazungumze na mkuu wa operation. Katibu mkuu ulipigiwa simu, akazungumza na mtu wa operation. Sasa swala la barua, serikali inafanya kazi kwa maandishi. Unaendaje tena kuzungumza wakati tayari kitu kipo kwa maandishi? Basi hata hiyo barua ya wito wa kwenda kule ingekuwa kwa maandishi. Sasa tukasema mwisho kwamba katibu mkuu alichowajibu akasema hataenda polisi kwa sababu maandishi tuliowaandikia inatosha, na ilikuwa tu ni sehemu ya kuwaonyesha kwamba kuna wajibu ambao kama jeshi walipaswa watekeleze. Wale watu ambao sio watendaji waaminifu wa jeshi la polisi, sio maagizo ya jeshi la polisi, sio maagizo ya rais kwao kuvunja sheria, ndio tutegemea majibu labda pengine kama hayo. Lakini ukimya wakati mwingine kwenye sheria tunasema silence means consent. Maana yake pengine wamekubaliana na content ya barua hii, na ndio maana hahitaji majibu
ila badala yake inahitaji tu kutumia nguvu kuziba haya maswali ya hoja. Badala ya kuziba hii, watu hawatakaa kimya, kwa sababu tayari wananchi wataendelea kuhoji, wataendelea kuuliza. Sasa badala yake, vyombo tunavyovizungumzia ni vya msingi sana. Ndugu zangu wa Tanzania, wanahabari wote, mjue hakuna kitu kibaya kama jeshi la polisi kutafsiriwa ovyo. Ni kitu kibaya sana. Hisia zozote kwa wananchi au viongozi au watu wote kuwa na tafsiri kwamba jeshi linafanya kazi kwa upendeleo ni kitu kibaya sana. Tuitegemea jeshi lijibu. Na liwaambie, na tunawatahadharisha pengine hata hao wanaotaka kuleta hizo hisia za kwamba jeshi linafanya kazi kwa upendeleo.